wa mkoa huu wa Pwani kuwakaribisha wageni wao kwamba karibuni katika mkoa wetu. Mkoa wetu uko na amani na utulivu na mshikamano. Hao ni vijana, sikusema mimi Warda. Wanawakaribisha kwa kuwashangilia, kwa kuwa ndio mila zetu na desturi zetu wanapofika wageni kuwakaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa. Wana Pwani oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, mara tu baada ya kuwakaribisha wageni hao waliofika uwanjani na wanaotuangalia, sasa tuangalie vijana wanataka kusema nini, wanataka kutuambia kuna nini hasa Pwani leo, kuna nini? Hakika kumbe leo katika mkoa wa Pwani kuna uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru 2025. Hakika ni furaha na ni faraja kubwa kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa hakika watu wa Pwani leo mwaka huu 2025 tumepewa heshima kubwa na taifa kwa kupata fursa hii ya kuzindua mbio za Mwenge wa Uhuru mkoa huu wa Pwani. Tukio hili linafanyika katika eneo hili la shirika la elimu hapa Kibaha. Baada ya hapo mbio zitaanza kuondokea hapa na kuendelea mikoa yote Tanzania nzima kuonyesha mwendeke huo, pamoja na kufichua wala rushwa, kufichua wahujumu wa nchi. Huo ndio mwenge wetu wa uhuru. Huo ni mnogesho mheshimiwa, mnogesho ambao unawafanya watoto kuwa na ukakamavu, unawafanya watoto kuwa na uzalendo. Huo ni uzalendo kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi, vijana wa halaiki wanaendelea kutuonyesha mambo mbalimbali. Sasa vijana wanatengeneza ramani ya mkoa huu wa Pwani. Katika ramani hiyo wataonyesha halmashauri zao 9 za mkoa huu wa Pwani. Hiyo ni ramani ya mkoa huu wa Pwani, na hizo unazoziona hapo juu mheshimiwa ni halmashauri 9 za mkoa huu. Mara baada ya hapo mbio za Mwenge zitaanza kuondoka na kuenda nchi nzima ya Tanzania. Baada ya hapo vijana wa halaiki watacheza ngoma kushangilia mwenge wetu. Kama kawaida, mwenge wetu wa uhuru unapopita unafichua wala rushwa na kupokewa kwa shangwe kama unayoiona. Ndiyo mbio mwenge umeondoka sasa, kufichua wala rushwa, kufichua wahujumu wa nchi, kufichua wale wote wanaohujumu nchi yetu. Mbio ndio mwenge unaanza safari yake sasa.
Hiyo ndio ramani ya mkoa kama inavyoonekana, ramani ya mkoa huu wa Pwani. Watu tuliojaa zetu amani, tuliojaa na upendo, watu wa Pwani. Pwani oye! Mwenge wa Uhuru ndio umeanza sasa safari yake huo. Mbio mbio unaondoka taratibu kabisa. Bado mwenge unamalizia na utafika halmashauri ya mwisho na kuwakabidhi mkoa wa Morogoro. Baada ya kufika hapo, nao watatembeza katika halmashauri zao kuwapokeza. Hichi ni kijiti, wapokezane hadi Tanzania nzima upate mwenge huo wa uhuru. Baada ya hapo, mheshimiwa, kama kawaida yetu, mwenge wetu wa uhuru hauchagui rika, watoto, watu wanaokulia kama tunavyoona. Tusikilize burudani sasa moto. Hiyo ndio Pwani. Kaa nyuma itakuangusha. Pwani hoye! Pwani tuko moto kabisa. Tumeupokea tukiwa na furaha kabisa. Mheshimiwa Rais oye! Makamu wa Rais safi! Hiyo ni ngoma ya vanga. Inachezwa katika sherehe mbalimbali, na leo anacheza hapa uwanjani kuupokea mwenge wetu wa uhuru kwa shangwe, vivyo na neno. Hapo vijana wameishia mwisho. Mheshimiwa mgeni rasmi, hiyo ni ngoma ya vanga huchezwa katika sherehe mbalimbali kama tulivyowaona vijana wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mara baada ya kucheza ngoma hiyo, sasa vijana wanaendelea na halaiki kama tulivyowaona. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Pwani umebarikiwa kuwa na mazao mengi ya biashara, na mazao haya hulimwa hapa katika mkoa huu wa Pwani. Wana Pwani sisi sio wavivu. Mazao yenyewe yanayopatikana hapa ni minazi, korosho, minanasi,
mihogo na rasilimali ya madini ya michanga. Tutaona vijana hapa wakionyesha mambo yao mazuri kabisa ambao walopigwa wakapigika. Kwa hakika watoto wako vizuri. Tuwashangilie, tuwafurahie, tuwape hongera kubwa sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, juu kabisa mkono wako wa kushoto ule ni nazi na nazi zake. Chini mkono wako huo wa kushoto hilo ni nanasi ambalo tayari limeshawiva bado kuliwa tu. Katikati yake hapo naona mheshimiwa ni mikorosho. Kulia kwako juu kule ni mihogo na chini ni madini. Na mnaweza kuangalia kwenye skrini inaonyesha moja kwa moja, tuko online kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi, vijana wanaendelea kutuonyesha rasilimali za mkoa wao. Mkoa wa Pwani tumebarikiwa kuwa na bahari. Bahari ambayo tunaitumia kwa kusafiri, kusafirisha, uvuvi na hata uchumi wa buluu tunaupata humo ndani ya bahari. Kwa hakika Pwani yetu iko vizuri sana. Pwani oye! Vijana sasa watatuonyesha jinsi gani ya mawimbi hayo ya bahari yanavyokuwa na jinsi wanavyopiga magasia wakiwa ndani ya bahari hiyo. Kama tunavyoona, hayo ni mawimbi makubwa ambayo yanapita katika bahari yetu hii. Bahari kama imechafuka, kama inakwenda taratibu, mradi watoto wanafundishwa uzalendo wa nchi yao wakiwa wadogo kabisa. Huu ni uzalendo. Watoto wanajua nini kinachotokea ndani ya mawimbi, na ndio maana wanafundishwa kupiga magasia muda wowote wanapopigwa na dhoruba. Pwani hoye! Pwani hoye! Si hayo tu mheshimiwa. Mambo ni moto. Pwani yetu tuna viwanda. Tuna viwanda ambavyo tunachakatia hayo mazao. Tuna viwanda vya magari. Tuna viwanda mbalimbali. Tunawaomba wale wote wawekezaji, jitokezeni. Jitokezeni, pwani yetu ni salama. Pwani yetu iko na amani kabisa. Hiyo kama unavyoiona kwenye skrini ndivyo viwanda vyetu vilivyo navyo mbalimbali. Hakika Pwani iko vizuri. Juu kabisa mheshimiwa, vijana tunafunza ujasiriamali. Wale ni majasiriamali wa baadaye. Huo ndio uzalendo. Tunawarithisha uzalendo. Wale ni ujasiriamali kama mnavyoona wanafanya shughuli mbalimbali. Pwani oye! Mwenge wa uhuru safi! Mheshimiwa mgeni rasmi, Pwani yetu ni moto. Nikisema moto ni moto kweli. Pwani tunazo hifadhi. Tuna hifadhi ya Selous, tuna hifadhi ya Tanani. Navyo pia ni vivutio vikubwa vya watalii. Karibuni wawekezaji wetu. Karibuni sana katika pwani yetu. Pwani yetu iko salama kabisa. Karibuni wawekezaji, karibuni watalii. Muje mjionee wenyewe. Pwani iko salama. Mheshimiwa, hiyo ni hifadhi ambazo tunazo hapa katika mkoa wetu huu wa